Kitu ambacho kipo moyoni, yani hata nikikaa au nikifikiria ni kitu ambacho kipo moyoni. Sio kama najiliza labda, lakini ni mengi ambayo napitia katika moyo wangu. Nakumbuka uwanja huu na mwanangu ambaye ni Maulidi. Ni mtu ambaye kwa za timu moja Golden. Ni mwanangu, yani anaposema mwanangu ni mwanangu ambaye yuko moyoni, yani kwa sababu uwanja huu ulikuwa tunakujaga usiku. Tunafanya mazoezi usiku. Tunafanya mazoezi, lakini kwa lengo na nia ni kufikia malengo ambayo kila mtu alikuwa ana malengo yake, lakini malengo makubwa yalikuwa ni mpira huu utubalishie maisha, lakini pia ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu unajua katika kila maisha kila mtu ana bahati yake na ana riziki yake. Lakini ndugu yangu tulikuwa tuna malengo ambayo tuseme ni malengo ya, yani ni malengo yangu mimi, malengo yake, lakini yeye haikuwa bahati. Haikuwa bahati. Anacheza mpira bado, lakini yeye hajafika level ambayo nimefika mimi. Kwa hiyo siwezi kuongea mengi, lakini na mengi ambayo yanifaa mpaka sasa hivi nalia. Kwa hiyo asante sana. Cha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini cha pili pia ili tukio ni tukio kubwa kwangu, na hususani Mstahiki Meya Zuberi Abdalla Kidumo kwa nafasi ambayo alionipa, ni nafasi kubwa kwangu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kitabaki kwa memory kupitia uwanja huu. Ni uwanja ambao ndo ulianzisha malengo yangu na ndoto zangu ndo katika uwanja huu. Kwa hiyo na nimerudi tena kwa nyingine nikiwa at least kuna yale malengo ambayo nilikuwa natarajia Mwenyezi Mungu amejalia nimeyafikia. Kwa hiyo ni uwanja ambao utabaki kuweka alama katika maisha yangu ya mpira. Naamini fursa itatokea kwa sababu Mheshimiwa Mstahiki Meya Abdalla Zuberi Kidumo ni mtu ambaye anasupport mpira, na katika kata hii ya Bomambuzi ya Pasua amesupport na kwa kutengeneza uwanja huu. Kwa hiyo naamini kupitia vijana wenzangu wenye ndoto kama zangu mimi itakuwa ni fursa moja hapo ya kuja kufanya mazoezi, maana hapo awali kwa ni uwanja ambao tunafanya mazoezi katika vumbi, lakini sasa hivi unafanya mazoezi katika mazingira mazuri ambayo ni mazingira ya nyasi. Kwa hiyo naamini vijana wamepokea nafasi hii ambayo wamepewa, naamini watautunza uwanja na kuweza kufikia malengo yao. Mimi nakumbuka katika maisha yangu ya mpira, mimi kuna mzee wangu mmoja yupo mpaka sasa hivi. Alikuwa anafanya kazi ngumu kipindi hicho, alikuwa anachanja kuni. Kuchanja kuni sio masiara, ni kazi ngumu, lakini ule mzee kutokana na alikuwa ananiona katika viwanja ninavyocheza mpira, alivutiwa na mimi na alinipa hela ambayo pesa taslimu, kipingila alinipa shilingi 60,000 nilienda kununua kiatu 60,000. Kwa hiyo watu wapo, na ukiwa na kipaji na juhudi watu huwezi kosa. Milo hii kama leo hii nimenunua viatu na Mheshimiwa Meya kutoka Dubai, ni hela nyingi sana. Ukivikalkulate viatu vyote vinaweza karibia milioni 2. Kwa hiyo Meya amesupport, amevutiwa na mimi jinsi ambapo jitihada nazopambana na kuonesha. Kwa hiyo watu wapo. Kwa hiyo isiwe ni changamoto kusema kwa mimi nina kipaji lakini sina mtu wa kunisupport. Utapata mtu wa kusupport kwa sababu Mwenyezi Mungu huwa anaona na analeta watu kwa ajili ya analeta watu kwa njia nyingine ili kumsaidia mtu. Sitakuwa na mengi ya kusema zaidi ya furaha. Kwa kweli mimi nimefarijika, na mimi ni mpenzi wa mpira, na ninawaambiaga watu kila siku, mpira ni ajira kama zilivyo ajira nyingine, na tunapaswa kuziheshimu. Mpira ni ofisi kama ilivyo ofisi nyingine. Leo mmeona ndugu yetu Selemani Mwalimu amekuja hapa. Nataka niwaambie, mimi mwenyewe nilimwahidi. Selemani Mwalimu alifanya jambo kubwa sana ambalo sio rahisi kwa watu wengine kufanya. Mchezaji mkubwa kuweza kuyatangaza mashindano ya chini kabisa ambayo hayana hata hadhi, lakini alidiriki kuyatangaza kwa sababu anaamini alianzia huku chini akafika mpaka hapa alipo. Sisi tukasema na sisi kama Zuberi Cup hatuna cha kufanya kwake, za kumlipa hatuna. Tukisema tunamlipa hela, tutamlipa shilingi ngapi? Lakini tukimpa hata zawadi hata ya kiatu, tukiagize popote kinakopatikana chenye ubora mkubwa kabisa, tumpatie iwe kumbukumbu yetu kwake. Lakini mimi naamini kabisa ataendelea kuwa balozi wetu, na vijana wengi kwa kumuona tu. Wako watu wataweza wakawa na moyo wa kufanya mazoezi na kucheza mpira kwa bidii kwa kumuona Selemani Mwalimu, kwamba wakiamini una uwezo wa kuanzia chini ukafika juu. Mimi nisiwavunje moyo. Timu zote ambazo zipo tutaendelea kuzisapoti, lakini sio hivyo tu. Viwanja tumesema, mnakumbuka mwaka jana wakati watu wacheza katika uwanja huu hapa, kulikuwa kuna vumbi kubwa sana. Inawezekana tumetengeneza uwanja lakini sio katika kiwango hicho.
Inawezekana tumeutengeneza uwanja lakini sio katika ubora tuliokusudia, lakini kwa namna moja au nyingine angalau tumeweza kuliondoa hata lile vumbi. Mtu akija na nguo yake nyeupe anaweza akaangalia mpira na akaondoka akiwa msafi. Lakini sio hivyo tu, tunatamani vijana wetu walioko mtaani wapate muda jioni wa kufanya mazoezi katika viwanja hivi, na mimi ni waahidi nguvu kubwa tulioitumia hapa katika kiwanja hichi hatutakiacha hichi kiwanja. Tutaendelea kukihudumia, tuhakikishe kwamba yale malengo tulokusudia ya vijana kucheza jioni, wasiende kukaa kwenye vijiwe vya kuvuta bangi na kufanya mambo mabaya, wanakuja uwanjani.